Mfuatiliaji na mtazamaji wa Kanisa TV, basi hii ni njia ya msalaba. Hawa ni parokia ya Mtakatifu Yohana Maria Mzee hapa Tegeta wakiwa katika matembezi au katika hija hii ya njia ya msalaba. Mvua inanyesha, lakini tuko leo katika siku hii Jumaa Kuu kuadhimisha na kufanya njia ya msalaba nyumba kwa nyumba ili kuhakikisha kushiriki mateso haya ya Baba Bwana wetu Yesu Kristo. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni. Maria kituo cha 4. Yesu anakutana na mama yake. Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru. Luka sura ya pili mstari wa 34 hadi 35. Simeoni akawabariki, akamwambia Maria mama yake, mtoto huyu atakuwa sababu ya kupotea na kuokoka kwa watu wengi katika Israeli, naye atakuwa ishara itakayopingwa na watu. Hata hivyo mawazo ya watu wengi yataonekana wazi, nawe mwenyewe uchungu ulio kama upanga mkali utauchoma moyo wako. Tafakari. Huu kiteolojia ulikuwa mkutano wa kimya, lakini wenye uchungu na upendo wa kimya. Hakuna maneno, lakini moyo unaelewa. Hii ni hali wazi kabisa katika maisha yetu. Wapo watu wanaotenga mkono kimya kimya kwa upendo mkubwa kabisa, kama vile familia, marafiki, ndugu na wengine wengi, ambao wanaweza kuwa chanzo cha nguvu kubwa katika maisha yetu. Kumbe tumwombe sana Mungu atujalie hekima na busara ya kutambua thamani ya uwepo wa wale wanaotujali. Hawalali, wanakesha kufikiria mafanikio yetu. Mungu awajalie, awatie nguvu ya kuendelea kuwa daima, atufanye kuwa faraja.
akasema Eloi, Eloi, lama sabakthani, yani Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Alipokuwa msalabani, alifadhaika sana, akasema Eloi, Eloi, lama sabakthani, mbona umeniacha? Pilato akawauliza, nimtendeje mtu huyu? Na Wayuda wakamjibu, na asulubiwe. Pilato akawauliza, nimtendeje mtu huyu? Na Wayuda wakamjibu, na asulubiwe. Mateso yake Bwana Yesu yalikuwa ya taabu nyingi, lakini Bwana wetu Yesu aliyavumilia. Mateso yake Bwana Yesu yalikuwa ya taabu nyingi, lakini Bwana wetu Yesu aliyavumilia. Saa 9 ilipofika, Yesu alikata roho, mara nuru ikatoweka, pakawa na giza nene. Saa 9 ilipofika, Yesu alikata roho, mara nuru ikatoweka, pakawa na giza nene. Mateso yake Bwana Yesu yalikuwa ya taabu nyingi, lakini Bwana wetu Yesu aliyavumilia. Alipokuwa msalabani, alifadhaika sana, akasema Eloi, Eloi, lama sabakthani. Alipokuwa msalabani, alifadhaika sana, akasema Eloi, Eloi, lama sabakthani, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mungu ni mwema kila wakati. Hongereni kwa kutoboa. Najua nguo za Yesu ziligandamana na madonda yake, si ndio? Sasa za kwetu zimegandamana na nini? Na nyama zetu. Basi ndugu zangu, tunaalikwa kuendelea katika tafakari kwa huu muda ambao umebakia mpaka saa 9. Najua kuna wale ambao tayari walikwisha kuja mazima. Kwa hiyo tuendelee kuomba kusudi hizo nguo tulizo nazo ziwe kauka nikuvae, saa 9 utalikoma. Kusudi saa 9 basi tunapoanza ile ibada tuweze kuendelea na mafumbo haya na tafakari hii ambayo tumekuwa tukiitembea kama njia ya msalaba. Kwa hiyo hekima ya Mungu ituongoze, tuangalie ni kitu gani tunatakiwa kufanya kuanzia sasa mpaka kufikia saa 9, kwa sababu saa 9 kamili tutaanza ibada.